هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja bwana wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo ikiwa tuko siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama tulivyobahatika kusema katika mazungumzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa anawahutubia masahaba zake kabla ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akiwaambia wa ayyamuhu afdalul ayyam, kama masiku yapatikanayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni masiku ambayo hayapatikani katika miezi mingine yoyote ulioishi katika miezi 11. Kwa hiyo mwenye kuishi hii siku ya kwanza mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hakika ameishi siku bora katika siku ambayo hajapata kuishi katika miezi 11 iliyotangulia. Bali akasema wa layalihi afdalul layali, na kila usiku mmoja, usiku utakaoishi wewe leo, usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, usiku huu wa kwanza utakuwa ni usiku bora ambao haukupata kuishi katika usiku wote katika miezi 11 iliyotangulia kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini akasema wasaatuhu afdalu saati, lakini kila nyakati ipatikanayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nyakati bora ambayo haikupatikana katika miezi 11 iliyotangulia. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yana maana kubwa sana. Na katika maana, miongoni mwa maana kubwa katika maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuambia masahaba zake kwamba siku moja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni siku bora ipatikane katika miezi mingine, miongoni mwa maana ni kuwazindua Waislamu, ni kuwazindua masahaba zake, kuwaambia kwamba kwa kuwa nyinyi mtaishi katika masiku haya bora, basi angalieni mtaishi vipi, mtamuishi vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuishi sheria zake katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mtamuishi vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuishi sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mtamuishi vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuishi sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyakati zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Iwe umejaliwa wewe kupumua na kuishi kwa dakika moja katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu sio wote wataishi siku nzima. Kuna mtu kabahatika kuingia katika mwezi wa Ramadhani, lakini anaweza asimalize siku ile nzima mwezi wa Ramadhani. Kwa bahati mbaya akauishi mchana tu wa mwezi wa Ramadhani, pengine usiku akaukosa. Na kuna watu pengine watauishi tu usiku wa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini akaukosa mchana wa mwezi wa Ramadhani. Ndio mkumbuke katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hutuba hiyo ametuambia kwamba muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuwafikisheni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pengine kuna mwingine ana uwezo wa kufunga, lakini asishangae akamka kesho akakosa ule uwezo wa nini wa kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Kulma siku bora ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka sisi tuwekeze kwake kwa haya masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Iwe kwa siku moja utawekeza nini wewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
hukufanya investment yoyote katika miezi 11. Je, katika haya masiku 30 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani au 29 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unawekeza nini wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Iwe uchague sasa, wataka kuwekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nyakati, wataka kuwekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa masaa, wataka kuwekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa madakika, wataka kuwekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa muda wa usiku, wataka kuwekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mchana wako wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe mkuangalia wataka kuinvest nini na kwa muda gani na kwa muda gani wataka kuinvest. Na tukazungumza katika mambo makubwa ya kufanya mbali na funga ambayo imewajibishwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ndo mwezi wake. Kuna mambo muhimu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akayahusia, akasema wadhkuru biju'ikum, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa njaa zenu, wa atshikum, na kwa kiu yenu. Hii ni nukta ya muhimu sana. Maana yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kutuambia kwamba katika mambo ambayo twafaa sisi kuwekeza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika nyakati zetu zote ni kuwekeza kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwe ukiwa na njaa yako, ukiwa na kiu yako. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatuambia ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu. Without Ramadhani tu, kwa maisha ya kawaida, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema enyi mlioamini mtajeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Yule mja ambaye siku zote ana imani kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muda wote hutumia muda wake kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muumini wa kweli hapitiwi na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muumini wa kweli hakosi muda wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumesema ile swala yenyewe ile, lau ikikosa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zile swala zako 5 hasio swala tena. Ili iwe swala lazima kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika swala zetu. Lakini hata ibada ya hija, tazama ibada ya hija yenyewe ile, nilizungumza katika hutuba yangu iliyotangulia kwamba hakika imewekwa tawafu. Bwana Mtume anasema ile tawafu haikuwekwa isipokuwa kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Imewekwa ile sa'i baina Safa wal Marwa, haikuweka isipokuwa kwa ili mumtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule kupiga vimawe katika ibada ya hija hakukuwekwa isipokuwa ni kumtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Qur'ani ikakutaka hata baada ya hija ushamtaja Mwenyezi Mungu katika nini? Ile ibada yako ya hija. Ibada yako ya hija kumtaja Mwenyezi Mungu kutupu. Sasa ukimaliza kumtaja Mwenyezi Mungu katika ile ibada yako ya hija, Mwenyezi Mungu anasema fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullah. Mkimaliza ile ibada yenu ya hija, mumtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake ibada yenye kuendelea kwa nyakati zote kwa mwanadamu ni ibada ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akimaliza swala atamtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni ibada endelevu. Kamtaja wakati wa swala 5, lakini atakiwa kumtaja baada ya ile swala yake. Kama ambavyo kaendesha ibada ya hija, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kimaliza zile ibada yenu ya hija, basi mtajeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno mazuri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafunzo ya muhimu sana kuzingatia katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akazungumza kwa lugha ya mfano, kumtaja mtu tofauti ya mtu ambaye umtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtu ambaye asiyemtaja
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tofauti yao nini? Mtu mwenye tabia ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min aadatihi al-istighfar, mtu ambaye kwa kawaida yake mkufanya istighfar, subhanallah, kuleta tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala mtu kawaida yake mkuleta istighfar, astaghfirullah. Huyu mtu mwenye tabia ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yule asamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wana tofauti gani? Tofauti yao nini? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akazungumza kwa lugha ya mfano, akasema mathalul ladhi yadhkuru rabba, mfano wa mtu ambaye mwenye kumtaja Mola wake, walladhi la yadhkuru rabba, na yule asiyemtaja Mola wake, mathalul hayy wal mayyit, ni mfano wa mtu aliyekuwa hai na mtu aliyekufa. Yani wewe ikiwa watembea wewe kwa siku masaa 24, wachilia mbali, kwa sababu ukiswali utamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uswali wewe, uswali kabisa, hauswali wewe, utamtaja wapi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa uswali? Usomi Qur'ani, tulisema katika kumtaja Mwenyezi Mungu kuliko kwa daraja bora zaidi na nafasi kubwa zaidi mkusoma Qur'ani. Sasa wewe hata Qur'ani ya uisomi, haujishughulishi na Qur'an kwa siku nzima masaa 24, wewe hukumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Bwana Mtume asema mtu anayemtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yule asiyemtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sawa sawa na mtu aliye hai na mtu aliyekufa. Yule amtajaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko hai, lakini yule asiyemtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sawa sawa na maiti tu. Hana tofauti. Ni sawa sawa na yule aliyozikwa kule makaburini. Hana tofauti, hana faida. Uhai wake haumnufaishi chochote. Ule uhai wake haumpi faida yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ibada kubwa. Ni ibada kubwa. Ukikaa take your time, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Fanya tasbih. Take your time. Uko chumbani, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko bora zaidi, soma Qur'an. Take your time, chukua Qur'ani, soma Qur'ani. Fastabiqu fil khairati, ndo muda kushindana katika mambo ya khairi. Mwenzio kasoma juzu moja, mkeo kasoma juzu moja, soma juzu mbili. Kaka yako kasoma juzu moja, soma juzu mbili. Kaka yako akimaliza Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani mara 3, wewe maliza mara 5. Kaka yako kaimaliza Qur'ani mara 7 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe maliza mara 10. Kule mkumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia iliyo kubwa zaidi, kuhakikisha kwamba wewe waisoma Qur'ani. Na ni vipi usisome Qur'ani na kati ndo mwezi wa Qur'ani? Ndo mwezi wa Qur'ani. Inna anzalnahu fi lailatil Qur'ani, tumeteremsha katika mwezi wa nini? Mwezi wa Ramadhani. Tumeteremsha katika usiku wa Lailatul Qadr, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa ni mwezi shahrul Qur'an, ni mwezi wa Qur'an. Kwa hiyo ni wewe kuangalia kwamba hakika haupitiwi au ghafiliki na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa umefunga. Kwani ukiwa wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa na funga yako, hakika wewe uko hai. Lakini ikiwa haumtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siku yako nzima, wewe huna tofauti na nani? Na mfwa. Hauna tofauti na maiti. Lakini siku moja mmoja wa masahaba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maneno mazuri. Alimwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, inna shara'i'a al-islami qad kathurat alayya. Anamwambia, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, sheria za Kiislamu zimenijaa sana, ziko kwa wingi kwangu mimi. Uislamu anataka nitoe zaka, Uislamu anataka nitoe sadaka, Uislamu anataka nsali, Uislamu anataka nifunge, Uislamu anataka kadha, Uislamu anataka kadha. Uislamu naona una sheria nyingi, Uislamu.
Akamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Uislamu kwangu mimi naona una mambo mengi ya kufanya, una sheria nyingi za kufanya. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa akhbirni bi shay'in atathabbatu bihi. Akamwambia niambie kitu kimoja ambacho mimi nikamatane nacho, nkomae nacho. Sheria nyingi kwangu mimi, sheria za Uislamu ni nyingi. Sasa namwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niambie kitu kimoja, nipe kitu kimoja, hicho kitu kimoja nipambane nacho, nkomae nacho, nkamatane nacho, nihakikishe na koma nacho, hiyo mchana hiyo usiku napambana nacho. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia sahaba wake, la yazalu lisanuka rutban, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Akamwambia la yazalu lisanuka, ulimi yako bwana usipoe, uendelee kuwa na nini? Ratban, uendelee kuwa na unyevu min dhikrillah. Yani ulimi wako usikauke kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakikisha wewe unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muda wote. Ulimi wako haukauki muda wote, wamtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muhusia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amwambia sahaba huyu, fama ba'lu ana wa anti. Huyu sahaba anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, niambie kitu nikamatane nacho, ambacho kitu hicho nikikamatana nacho ewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mimi naona nikikamatana nacho nitatoboa, niambie kimoja wapo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamwambia, hakikisha ulimi wako haukauki kwa kumtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila muda, kila time. Na ndio maana al-Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam katika maneno mazuri aliyokuwa akiwaambia wafuasi wake, alikuwa anawaambia udhkurullaha fi kulli makan, mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila pahala ulipo, popote pale ulipo wewe mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uko wapi? Uko chumbani, mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uko wapi? Uko sitting room, mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uko wapi? Uko nje, mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uko wapi? Uko jikoni, mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale wakatakata vitunguu vyako huko tu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Piga tasbihi zako. Ukipoa kidogo pale unasubiri uji unachemka, uko na tasbihi yako, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Unasubiri uji unachemka. Umebandika pale tambi zako, asubiri zile tambi zako zikae sawa sawa, we subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Ewe umekaa sebleni wasubiri iftari, muda wa swala, umekaa pale, chukua Qur'ani soma. Umekosa kusoma Qur'ani, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Ruka na tasbih. Hakikisha ulimi wako wewe haukauki kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa al-Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam anasema, msichague mpahala gani ambapo minkiwa tu hapo ndo nimtaje Mwenyezi Mungu. Kuna watu wana namna hiyo Ye ana namna asema, mimi nataka kumtaja Mwenyezi Mungu, ngoja niende zangu msikitini nikakae nimtaje Mwenyezi Mungu. Manake kama hajafika msikitini hawezi kufanya nini? Kuleta tasbih. Mtaje Mwenyezi Mungu, watembea wewe una tasbih yako, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Umekaa wewe peke yako, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Umeona bora kukaa msikitini, kaa msikitini, soma Qur'ani au letenini au tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Kubwa zaidi al-Imamu Amirul Mu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi akasema, akthiru dhikrallahi azza wa jalla idha dakhaltumul aswaqa. Anasema Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib kwamba mtajeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi zaidi mnapoingia masokoni. Wewe ukiingia sokoni, tizama Sayyiduna
Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha anasema, utakapoenda pale sokoni, wewe umeingia sokoni, unaenda sokoni, ukiwa kule sokoni kule, mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ni sehemu ambayo watu wengi wanaghafilika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu upambana na shida zake, watu upambana kugombania wateja, sio? Mtu upambana kutafuta hichi kule, avuto huku na huku, pale watu hawana muda wa kumtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi anasema Ali ibn Abi Talib, sehemu yenye thawabu kubwa zaidi, wewe pale unapotoka, unapoenda sokoni, umtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa sokoni, pale kuna thawabu kubwa sana. Ndio maana utakuta mtu ana duka lake, yuko dukani kwake, lakini ana nini? Anasoma Qur'an. Wazao wanafanya mambo ya kipuzi, pana thawabu kubwa. Pale alipo katika biashara yake, pale kwenye ile biashara yake ambayo ilipaswa ile biashara yake imfanye kuwa ni ghafil an dhikrillah, imfanye aghafilike na kumtaja Mwenyezi Mungu, lakini yuko pale katika ile biashara dhakirullah tabaraka wa taala, lakini anamtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yadhkuru rabbahu, anamtaja Mola wake. Kwa nini? Yuko katika biashara. Kwa nini? Tunaambiwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib atuambia, tutakapokuwa masokoni tumtaje Mwenyezi Mungu kwa wingi. Kwa nini? Kwa sababu sehemu ile mara nyingi watu ughafilika, hataji Mwenyezi Mungu baina ya wingi watu wale, baina ya sehemu ile watu wanaghafilika. Msione watu wanaenda kuhubiri masokoni. Kwa nini watu wanaenda kuhubiri masokoni? Wanaenda kuhubiri masokoni kwa sababu waliokuwa sokoni wakati ule wanaghafilika na kumtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujishughulisha sana, na wakitoka hapo pengine hawaendi katika nyumba za ibada. Sasa tuwakumbushe pale pale walipo katika shughuli zao wamtaje nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal akasema wa inda ishtighali. Sasa sio sokoni tu, hata sehemu yoyote ambayo watu hujishughulisha mno, watu wanajishughulisha mno. Mathalan, watu wako uwanjani wanaangalia mpira, wako kwenye mpira, watu wako busy wakati ule, vile vichwa havimjui Mwenyezi Mungu wakati huo, hakuna iltifat katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umekaa pale waangalia mpira, lakini tusabbih rabbak, unamsabbih Mola wako, tadhkuru rabbak, unamtaja Mola wako. Uko pale angalia mpira, lakini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu pakome, unachanganya habari mbili tatu, lakini at least wewe una tofauti baina yako wewe na yule asamtaja Mwenyezi Mungu. Yule alokuwa pale hapo mwangalia mpira, 99% wote akili zao ni mpira tu pale, 99%. Basi at least umepatikana wewe mja wa Mwenyezi Mungu katika hao watu 30 mliokaa mtazama mpira, katika hao watu 60 mliotazama mwatazama mpira nyinyi, katika hao watu 60 umepatikana wewe katika pahala hapo watu hujishughulisha na mpira. Wewe unajishughulisha na mpira, lakini wafanyaje? Wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wako busy, watu wanajenga, watu wanapandisha mjengo, wajenga gorofa, wakoroga zege, kila mtu yuko busy anapambana hapo. Wewe wakoroga zege lako lile wakoroga, lakini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Wale wengine pale mliokuwa mnafanya kazi katika jengo lile, mko watu 30, 29 wamtaji Mwenyezi Mungu, lakini wewe katika wale 30 wewe peke yake wamtaja Mwenyezi Mungu anda madha anda al-ishtighal. Wote pale mko busy, lakini wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ubize wako. Kwa nini al-Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam anasema mumtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi? Idha dakhaltumul aswaq, pale mnapoingia sokoni, anasema fa innahu kaffaratun lidhunub, hakika hiyo ni inakuondoshea madhambi, wa ziyadatu fil hasanati, na inakuongezea wema. Kwa sababu watu wote pale wameghafilika, pale sokoni wote wameghafilika. Wewe ukimtaja Mwenyezi Mungu baina ya watu walioghafilika, wafutiwa madhambi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kufutia madhambi yako, Mwenyezi Mungu kuongezea mema.
Katika wale watu wote walokaa wako bize pale sokoni hawamtaji Mwenyezi Mungu, wewe una tasbihi yako unamtaja Mwenyezi Mungu pale, wamtaja Mwenyezi Mungu na uko katika biashara yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuandikia mema. Anakuzidishia, sio kuandikia tu, ukuzidishia mema. Kwa sababu baina ya wale watu walioghafilika, yeye kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo la muhimu sana, hasa kwa wale ambao wanajishughulisha masokoni. Atokee mmoja wapo huwa tamaduni yake, tabia yake kusoma Qur'ani, tabia yake kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema pia mtajeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa chakula. Bwana, kikija chakula hapa, kila mtu angalia baina ya sisi hapa, ikifikia muda wa kufuturu, kuna mtu atafuturu hata dua ya iftari pia hajui. Hata bismillah, nasema dua ya kufutari pia hajui. Haya, basi hata bismillah pia hana. Akashusha kusema tu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu, pengine kama ngumu hiyo dua tasiso. Wachilia mbali hata tumsema bismillah ikamshinda. Ndio kuna baadhi ya misikiti ile msighafilike nyinyi wakati ule kuisoma dua ya kufuturu, ndio mko pale lazima mpelekwe taratibu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Ili nini? Ili upate ile dua ile ya kufuturu isikupite. Ile dua wewe ya kufuturu uwe nayo. Kwa nini? Kwa sababu otherwise ile dua wewe hauna, utapiga tu, utashuka tu, ushuka na kitumbua chako, utashuka na nini, taamua maziwa, njuisi, ni maji ya baridi, utashuka nayo, hata bismillah pengine ukafanyaje, ukaisahau. Sasa atuambia Ali ibn Abi Talib mumtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa chakula. Ili chakula kimekaa pale, unaweza kumkuta mtu bwana anakula lakini anamtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kula chakula lakini amtaja Mwenyezi Mungu, akimeza kile chakula chake anasubiri kidogo, ile iko kitime ambacho hiyo space ndogo hiyo baina ya kuangalia achague nini. Sasa aende kwenye tambi, kasha kunywa kikombe cha uji. Sasa ile time ile kikombe cha uji kinashuka vizuri kwenye utumbo, kinakaa sawa sawa, ili afikirie nianze na tambi au bagia. Wakati huo space, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Amirul Mu'minin asema mtajeni Mwenyezi Mungu mkiwa katika nini? Katika meza ya nini? Ya chakula. Pana thawabu pale, pana thawabu kubwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini al-Imam Amirul Mu'minin, mbali na kutuhimiza hayo mambo, bali wanazuoni wanatuambia katika mambo yenye kutengeneza moyo wa mwanadamu. Ndio moyo wa mwanadamu, mioyo yetu hii subhanallah michafu, subhanallah chafu. Shaka mtu anakula mpaka afanye israfu. Mtu anakula kama kesho hali tena. Mtu anakula mpaka yani hata ikifikia muda wa kufutari, yani anakula utasema yani hiyo ndo mlo wake wa mwisho, yani baada ya hapo anakufa. Yani hapumui tena. Ndo al-Imam Ali anasema mtaje Mwenyezi Mungu katika meza ya chakula, wala tatgha wala tusrifu, msifanye israfu. Na mtaona katika iftari, watu wakiftari siku hizi watu wafanya mpaka israfu. Na utakuta mtu familia yake watu siku hizi hawafuturu kwa utaratibu ule wenyewe, ule utaratibu wa Kiislamu ambao unataka bwana, ukitaka kufuturu toa mkeka wako nje, tandika nje. Hatuna utamaduni huo. Sasa hivi tushafeli katika utamaduni huo, kwa sababu wanadamu wa leo, wanadamu wa kuhubiri zaidi imani kuliko kufanyaje, kuitenda imani. Haya hawawezi, hawajishughulishi, yani practice imani, wao wanajua kuihubiri ile imani. Kwa hiyo hawezi kutoa mkeka nje akafuturu na watu wengine. Hata yeye tu yuko nyumbani kwake na watoto wake wanne, au na yeye mwenyewe anafanya kazi wake. Sasa aina ya vyakula vinavyopikwa hapo, alafu subiri kesho vitakavyoenda majalalani.
kaangalia vitakavyoenda majalala. Ile ni kufri bi ni'matillahi azza wa jalla. Ile ni kufri, kumwaga chakula ndugu zangu, kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufanya israfu katika chakula ni kufuru, ni kukufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu unatutaka tupike na ziada, naam, lakini tupike na ziada tutumiaje? Ziada ni ya nini katika Uislamu? Ziada sio kwa ajili yako, ziada ni kwa ajili ya wageni. Hawakutokea, kile kitatumika, kitahifadhiwa, kitumiki. Uislamu ututumi sisi tukiwa wanne tule tu, tupike chakula cha wanne, akija mgeni. Sasa kuja mgeni tunafanya nini? Sasa ile iftari yetu pia iwe ina namna hiyo. Sasa ambacho kinachotengeneza moyo wa mwanadamu asiwe ni mwenye kufanya israfu, yani hata kila ale kwa kiwango. Ndio Uislamu, khairul umuri awsataha. Mambo mazuri katika Uislamu twafunzwa, jambo zuri kwa Muislamu anatakiwa afanye mambo kwa kati na kati. Kati na kati. Yani Uislamu siku zote unatakiwa uwe unajua kunini, kubalance mambo. Huo ndio Uislamu. Khairul umuri awsataha. Mambo mazuri siku zote ni yale ya kati na kati. Ubalance mambo. Ujifunze kubalance. Yani usile mpaka ukashiba. Yani wewe usile mpaka usikie njaa. Si ndio maisha ya Muislamu? Na ukila usile mpaka ukashiba. Ndio maisha ya Muislamu. Ndio maana ya khairul umuri awsataha. Yani wewe ukila, kula kwa kuwa una njaa, sio wala tu. Kula kwa kuwa una njaa. Na ukila pia usile mpaka ushibe. Kula kwa kiwango ambacho kile chakula mpaka wakiacha wewe umekula mpaka kile chakula wakiacha bado wakitamani. Na nafasi unayo, space unayo. Sasa mtu bwana anakula mpaka akisikia tarawih anaona kelele. Yes, wale jamaa wampigia kelele. Shekhe, mtu anakula mpaka anafikia analala kama chura, miguu yote, mikono juu na miguu juu. Sawa, mko mwanani? Yani iftari yako mwenyewe, pesa zako mwenyewe. Pesa zako mwenyewe. Iftari wewe mwenyewe ndio umeelekeza. Akupumua vipi huko kukaa kama chura? Ule kiasi cha kwamba baba ukiambiwa tu usogezee glasi ya maji ya kunywa ugomvi. Isha, yani wewe unafuturu mpaka ile swala ya Isha, yani ile swala ya Isha, yani wewe unafuturu kisha ile iftari yako gombana na Mungu. Unaitwa tena ukiambiwa kwenda kuswali, baba fulani muda wa swala ya Isha huo muda wake, muda wa swala ya Isha. Vipi wewe, si nitakwenda? Kwani wewe umeweka kwa ajili ya kunicontrol mimi? Tatizo nini? Shibe. Yani hajiwezi. Sasa iftari ile iftari yako ikuwezeshe kufanya ibada. Ile iftari yako ikupe nguvu ya kufanya ibada. Ile iftari yako ikupe nguvu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile iftari yako ikupe power ya kuhakikisha kwamba ukisikia tu adhana umeamka. Ile iftari yako ikupe nguvu ya kusoma Qur'an. Sio ile iftari unashindwa kusoma, mtu akikaa akisoma hiyo, akiambiwa sasa tuanza kusoma Qur'an, kusoma aya 5 tu ni mtihani. Ataanza kujaji, kwani nyinyi hamkuona kwa nini tusome aya moja moja? Kwa nini mpaka mchague 5? Kwa hiyo kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo ambalo la rekebisha mioyo. Moyo linasafisha moyo. Nguo yako usafishwa kwa maji na sabuni. Mwili wako unasafishwa kwa maji na sabuni. Vyombo vyako usafisha kwa maji na nini? Na sabuni. Gari yako usafisha kwa maji na nini? Na sabuni. Mwanao wamsafisha kwa maji na nini? Na sabuni. Lakini moyo wa mwanadamu hausafishwi kwa maji na sabuni. Moyo wa mwanadamu hausafishwi kwa maji na sabuni. Yani hauwezi kusema sasa niko tayari nataka kusafisha moyo wangu, kisha naomba niwekeni beseni la maji, nileteni sabuni safisha nini? Safisha moyo wangu. Kalla. Moyo usafishwi hivyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa masahaba na maulama walivyomuelewa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakatoa kanuni nzuri sana. Kanuni yao inasema inna likulli shay'in jilaa. Kila kitu kina kisafisho chake. Kila kitu
kina kitu chake chenye kukisafisha. Kila kitu kina kitu chake chenye kukisafisha. Kisha akaendelea kusema wa inna jilaa alqulubi, na hakika chenye kutakatisha mioyo, dhikrullahi azza wa jalla, ni kule kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiko peke yake kunakoweza kusafisha mioyo yetu. Unataka kumrejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wataka kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wataka kuutenganisha moyo wako na shetani, wataka kuutenganisha moyo wako na mambo yasiyofaa, basi mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, katika miongoni mwa faida kubwa za kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo anazozipata mwanadamu, zimetajwa faida karibia 23. Kumtaja tu Mwenyezi Mungu, umekaa zako, imma uwe utasoma Qur'an au waleta tasbih au istighfar, namna yoyote ile kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna faida takriban 23. Faida ya kwanza, tunaambiwa kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule amtajaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatrudu shaitana, humfukuza shetani. Yani yule mtu amekaa na mtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kule kumtaja kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shetani ukimbia, humfukuza shetani. Kwa katika njia rahisi ya kumkimbiza shetani na vitimbi vyake, ya kumkimbiza shetani na kila vitimbi vya shetani. Vitimbi vya shetani kiwepo ni mambo ya kichawi, vitimbi vya shetani kiwa mambo ya majini. Kuna namna sahihi ya kumkimbiza shetani, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mkuwa wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe kwa tasbih au kwa kuisoma Qur'an au kwa njia yoyote ile ya nyoradi. Lakini pia kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wewe kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wataka kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwezi kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mali yako. Uwezi kumridhisha Mwenyezi Mungu kwa mali yako. Uwezi kumridhisha Mwenyezi Mungu kwa wanao, kwa sababu pana mambo mengi hapo kwenye mali, pengine usitoe haki za watu katika mali yako. Sasa ukitaka kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na njia nyepesi zaidi ya wewe kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkule kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkule kuhakikisha kwamba wateki your time, waweka kikao, wasoma Qur'an au waamua kumsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kumtaja kwa njia nyingine. Bal kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huondosha migubiko ya huzuni katika moyo wa mwanadamu. Wewe una mambo yamekugubika, una huzuni kubwa, una matatizo, huna pa kupumulia, kuna jambo limekukaba wewe, limekushika, una hasira, una huzuni, wafanya mambo hayaendi katika njia ambayo yaweza kukufanya wewe ukatoka katika mgubiko mkubwa wa moyo, wa dhaiku nafsi, na nafsi kubanika, nafsi kuumia, nafsi kuwa na maumivu. Tiba yake pekee ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuondoshea misononeko ya moyo, anakuondoshea maumivu ya moyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuondoshea huzuni kubwa uliokuwa nayo katika moyo wako. Yaondosha vipi? Kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ambavyo kwamba kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna upa moyo wa mwanadamu furaha. Kule kumtaja kuna muondoshea huzuni, lakini wakati huo kunamletea furaha. Anapumua, yani anafikia mtu sema alhamdulillah, anapumua, hupata furaha katika moyo wake katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha jambo la tano, mtu ambalo huipata katika faida ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuqawwi alqalba walbadana,
Yani mtu anaupa moyo wake nguvu. Yani kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sababu ya kuupa moyo wako nguvu, ni sababu ya kuupa mwili wako nguvu kule kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale nini? Hivi wewe umekaa waleta tasbihi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, alafu anakuuliza mtu umepika nini leo iftari nyumbani kwako, unamdanganya magimbi ili tu asije magimbi. Hiyo nguvu unaitolea hapo? Sasa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunaupa moyo nguvu. Nguvu gani? Unaupa moyo nguvu wa kuondoka katika maasi. Unaupa moyo nguvu wa kuondoka katika mambo ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapa tutoleta tasbihi pale subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Umepika iftari gani? Tambi, pilau, maharage, wataja vyote mpaka mkeo akwambie bwana mke wangu, mume wangu umetaja hata vingine ambavyo bado hata sijaviandaa. Vinaweza visiwepo. Kwa nini? Yuqawwil qalba, ile ya upangufu moyo. Lakini wal badana, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna upa mwili energy. Mwili unapata nguvu kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umekaa unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kirahisi vizuri kabisa, mwili wako ukisikia amri ya kuswali, mwili wako unawahi kuswali. Kwa nini? Kwa sababu pale ulipo tu umtaja Mwenyezi Mungu, haya hayya ala salah, mwili ushakuwa na nguvu, ushaamka kwenda. Kwa hiyo kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunaupa mwili wako nini? Energy. Kunaupa mwili wako nguvu. Lakini yunawwirul wajha wal qalba. Lakini kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika faida nyingine ya 6 ni kwamba kunaupa uso wa mwanadamu. Ule uso wa mwanadamu kunaupa anakuwa ni mtu mwenye nuru. Toba na nyie kawaangalieni watu wenye kufanya ibada. Wale watu wenye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyuso zao shekhe zina nuru. Yani hata ukimwangalia akikwambia jambo wewe mwenyewe wakubali, haja ndanganya. Hauna haja ya kumwambia hivi wasema ukweli au wasema nini urongo. Kwa namna uso wake ulivyofanyaje, ulivyonawiri, kwa namna moyo wake ulivyonawiri, una mashaka naye. Anachokuambia waamini kimetoka rohoni, unamwamini moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake una nuru, kwa sababu uso wake una nuru. Kwa hiyo katika vitu ambavyo unataka wewe uwe una nuru katika uso wako, uwe una nuru kwenye moyo wako, una rahma katika moyo wako, una rahma katika uso wako, ni kuhakikisha kwamba wewe una tabia wana tabia na unamilikiwa na tabia ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nafasi nyingine ya 7 ni kwamba yule mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kule kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunavuta riziki, kunaivuta riziki. Unataka njia za kuvuta riziki, usianze kwa tafuta wakina Kalumanzira. Wataka njia ya kuvuta riziki, mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vuta nini? Kwa vuta riziki. Kwa leta riziki ndani ya nyumba. Ikiwa nyumba ambayo inamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu hainyimi nyumba ile riziki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwasogezea nyumba ile nini? Riziki. Si ndio kila siku tunasoma Allahumma innahu laysa li ilmun bimawdhi rizqi wa inna ma atlubuhu bi khataratin takhdura ala qalbi. Sikia siku masoma mpaka la adri am fi sahalin huwa am fi jabal am fi barri am fi bahar. Au ujui we riziki yako yatoka wapi? Ujui. Mimi riziki yangu wakati huu nitaipata kutoka baharini au nchi kavu, itatoka mbinguni au ardhini. Sijui mimi. Riziki iko katika nini? Milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kikubwa cha kuifikia sababu ya kuipata ile riziki. Ile sababu unaijua, huijui. Kwa hiyo ili ujue sababu ya kuipata ile riziki, kuwa na tabia kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakupa sababu ya kuipata ile riziki. Sasa bwana siku hizi katoboa, bwana siku hizi anafanya biashara ya maji lakini katoboa.
Ndo sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka riziki yake pale. Jamaa auza mboga tu, lakini ametoboa, katoboa hizo mboga. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka riziki yake katika mboga hizo hizo. Jamaa auza na kaduka tu cha kipuuzi, anauza chumvi na maziwa na nini, lakini jamaa katoboa. Mwenyezi Mungu ndo kaweka riziki yake pale kwenye ile nini, hiyo chumvi. Unaona kama biashara ambayo ukipiga hesabu zako wewe unaona hauwezi kutoboa, yeye katoboa. Pamoja. Kwa hiyo sababu ya riziki yako anayo nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukitaka kuijua ile sababu na kuifikia ile sababu, kuwa na tabia kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kule kunavuta nini? Kunavuta riziki. Lakini katika miongoni mwa sababu nyingine, faida kubwa anayoipata mtu, wabihi akhtatim, anayoipata mtu kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakuwa na roho ya upendo. Upendo, ndugu zangu. Hivi mnajua katika Uislamu kwamba almahabba, mapenzi, hiya ruhul islami, ndo roho ya Uislamu. Ndo pale Uislamu unakuambia ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Mapenzi ni moyo wa Uislamu. Uislamu unatufundisha kupendana. Yaani ukitaka kumjua huyu ni Muislamu wa kweli, ana mapenzi na wenzake. Ukimkuta Muislamu kisha yeye ana uadui na wenzie, Uislamu wake una mashaka. Kwa sababu roho ya Uislamu ni mapenzi. Na nilikwambieni kwamba sio tu mapenzi ya kupendana Waislamu kwa Waislamu. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib anasema annasu sinfan, watu wako wa aina mbili, imma nadhirun lak, imma akhun laka fi din. Uenda akawa ndugu yako katika imani, utampenda, unalazimika kumpenda. Ukiulizwa kwa nini wampenda, kwa sababu ndugu yako katika nini? Katika imani. Au nadhirun laka fil khalq, au ni ndugu yako katika maumbile, mwanadamu mwenzio. Ni mwanadamu kama wewe, ana haki ya kuwa kama ulivyo wewe, ana haki ya kula kama ulivyokuwa una haki ya kula kama wewe. Kwa nini wampenda? Nampenda mwanadamu mwenzangu. Sasa nimpende mbuzi? Penda mwanadamu mwenzangu. Upendo uko pale pale katika Uislamu. Upendo ndio roho ya Uislamu. Haijalishi wote wewe unampendaje. Nampenda kwa kuwa ndugu yangu katika Uislamu, nampenda kwa kuwa mwanadamu mwenzangu. Nachokula na haki ya kula, kuipata riziki kama nilivyokuwa na haki ya kupata riziki, pia na haki ya kupata nini? Riziki. Ndio utaona Uislamu kwamba kwa kufunza ahibba linnas ma tuhibbu linafsik. Wapendelee watu vile ambavyo unavyovipendelea nini? Nafsi yako. Kila ambacho unachotamani wewe nacho, basi wapendelee na wenzako. Pendelee ndugu yako, pendelee jamaa yako, pendelee rafiki yako. Wewe ndio Muislamu kamili. Pendelee jamaa yako. Wewe unaendesha baskeli, una uwezo wa kumpa baskeli, mpe tu. Kwani nini baskeli? Mpe tu. Wewe unakula, una uwezo, una riziki ya kula, ana mpe. Uislamu unataka umpe. Au ndo mapenzi. Mpe na yale. Wewe leo unakula biriani, unafuturu biriani. Kuna jirani yako pale maskini ya Mungu pengine hata haelewi yeye. Hana hesabu mpaka sasa hivi tunakoelekea. Hana hesabu yeye atafuturu vipi? Mpe biriani, mchape na biriani. Ukiona kwamba ni mtu wa haya, amegubikwa na haya, usimuite. Mpakie kwenye hotpot, mpelekee jirani. Huo ndio Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, katika vitu ambavyo vinaweza kumpa mtu mapenzi, mapenzi ya kuwapenda wengine, mapenzi ya kuwajali wengine, mapenzi ya kuwa na hisia na watu wengine, ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu